Kwa jina la Baba. Asante sana, tunarudishia Mwenyezi Mungu mshukuru kwa kuwa ametupea siku ya leo bure bila malipo yoyote ambaye tumempa, lakini kwa uwezo na upendo wake akatujalia tukafika siku ya leo. Basi tumejumuika pamoja hapa siku ya leo kwa kuwa tunataka kusikia mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na haya mafundisho yanataka yatuingie mioyoni na akili zetu. Basi watakao yashika tujitayarishe kwenda mbinguni, na watakao kosa kuyashika basi mfanye juhudi na bidii ili tuandamane pamoja tukielekea mbinguni. Mbingu inapokea wale ambao wanaosikia neno la Mwenyezi Mungu na kulitimiza, na sio wale ambao wanaosikiliza tu lakini hawalitimizi. Kwa hivyo Jumapili ya leo, ndugu zangu, ni lazima tufanye jinsi Mwenyezi Mungu wetu anavyotaka. Basi kama vile mmesomewa, nasema hivi ndugu zangu, naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo namjilia Baba magoti, ambaye kwa jina lake Ubaba wake wa mbinguni na duniani unaitwa. Basi mwenzangu, Baba yetu aliye mbinguni anatuita sisi wote ili tuje tujumuike pamoja, tuandamane naye akituelekeza mbinguni. Tusikilize maneno yake. Hapa ni mahali pa utulivu, mahali pa kutengeneza roho zetu. Hii ndio maana tumekuja katika hii darasa, tujifundishe, tupate kushika yale ambayo tunaelezwa na Mwenyezi Mungu, tufuate njia ya kuelekea mbinguni. Lazima tujue ni nini kilichotuleta hapa kanisani. Awajalieni kwa ahadi ya utajiriwa utukufu wake, fanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Awajalie kwa wale ambao wanasikiliza neno la Mwenyezi Mungu, awajalie, awabebe kwa mikono yake mtakatifu akiwapeleka mbinguni, kwa kuwa tumekuja kwa ajili hiyo. Tumekuja kwa ajili ya kwenda mbinguni, wala sio kwa ajili ya chochote kisicho cha ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe umekuja hapa kwa kuharibu wana wa Mwenyezi Mungu, basi tunakuomba utusamehe, kwa kuwa sisi tumekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Shetani mwovu, yeye hukuja akitaka kuondoa yale ambayo tumeshashika kaeka mioyoni mwetu. Mwovu yeye hukuja kuharibu mbegu za Mwenyezi Mungu. Nayo pia sasa inataka kujitahidi kuja kukujiani kwa kumgundua huyu shetani. Maanake utasikia mafundisho lakini kidogo utakuja kuyaacha. Mwenyezi Mungu anazungumza vizuri ili ushike, tuandamane pamoja na Kristo kwenda mbinguni. Kristo amekuja kutuita, kutuandaa ili tuende na yeye pamoja kwa Baba yake. Ni nini kitakacho tuzuia kwenda? Nini kitakacho kuzuia kwenda kwa Kristo? Sisi tunajidai ya kwamba tunaabudu Mwenyezi Mungu aliye hai. Basi haya ndio maneno ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Ikiwa kweli wewe unajua kwamba unaabudu Mwenyezi Mungu aliye hai, shika maneno yake, weka rohoni mwako, alafu ukae naye, kwa kuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupea ni mema. Ndugu zangu, imani mkiwa na shina ya msingi katika upendo, ili mpate
kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kina na kuijua upendo wake Kristo, ukitaka kufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kumtimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awazaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoambiwa au tunayowazaa. Wewe ubarikiwe ambaye unayeshika neno la Mwenyezi Mungu na kufanya au kutaka kuitengeneza ile neno ambalo umefundishwa, uiweke kwa urefu, kwa upana, kwa kimo na kina, uiweke kwa ajili ya wenzako na wewe pia moyoni mwako, upanue sana pate kufahamu neno la Mwenyezi Mungu na upate kauli ya kwamba mbingu lazima tufike, sio kukuja kuharibu wakati hauharibiwi kwa kanisa ya Mwenyezi Mungu. Kanisa ya Mwenyezi Mungu tuko na vita na mtu mmoja ambaye anakuja kutuharibu roho, naye anaitwa Shetani mwovu. Huyu mtu ni mbaya, huyu mtu hufanya watu kukosana wale wapendanao. Huyu Shetani, na lazima tutamjua kwa mafundisho yake, matakwa yake na vile anavyopenda vitu vyenye anavyopenda Mungu hapendi, na Mungu pia yeye pia hapendi. Kiwa unaona kuna mtu anazungumza ndani ya roho yako kwamba usiwe rafiki na mwenzio, jua wewe ni Shetani. Kiwa mtu anakwambia kuwa adui na mwenzio, jua wewe ni Shetani. Sisi wote ni watoto wa mtu mmoja, tumeumbwa na Mungu mmoja, tumeokolewa na Kristo mmoja, na lazima tuwe kitu kimoja nasi pia, ili tuzuie Shetani na kazi yake asije akatuangame akatuchukua kupeleka motoni. Atukuzwe katika kanisa la katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Tukuzwe katika kanisa la Yesu Kristo zima, tukiwa kwa Kristo, tutembee kama wa Kristo, tuwaze kama Kristo, tufanye kama Kristo, vitu vyetu yote viwe kama Kristo. Ikiwa tunapinga ama kuwaza mengine tofauti na vile Kristo ametufundisha, basi wewe si Mkristo. Kristo tunafanya kama vile Kristo anavyotaka. Biblia ya Mtakatifu Luka yaendelea kutuambia kwamba siku ile Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ile chakula, walikuwa wakimvizia, na tazama mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama si? Wao wakanyamaza. Akamshika akamponya, akamruhusu aende zake. Akamwambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe yake au punda wake ametumbukia kisimani asiye mwokovu mara hiyo siku ya Sabato? Yesu anataka kutuponya, lakini siku ya leo, siku ya Sabato, tuko wagonjwa na tunataka kuponywa. Tumekimbilia kwa Yesu ili tukuje tupate kupona. Yesu amekubali kutuponya, umetushika na imetupeleka kwenye mabaya. Fungua moyo wako, kama wewe ni Mkristo, fungua moyo wako. Ndugu yako akikosea, lazima mwambie ndugu, hapa naona kama hatuingiani, hatupelekani vizuri hapa, ngoja chini uzungumze, pate kupona nyoyo zenu, ili mkae mkitembea pamoja kwa Mwenyezi Mungu kwa utaratibu. Wewe umeshikia mwenzako na ujui siku yako. Je, ukikufa leo kama bado uko na shaka na mwenzako, utaenda
tunaambiwa utaenda motoni. Hii maneno tunafundisha, inafundishwa kwa redio, TV tunayaona kila mahali, mpaka kwa vitabu imeandikwa, mpaka kwa wimbo, lakini bado imetushinda kushika. Sinakusihi ndugu yangu, wewe mmoja tu, si upate kupona siku ya leo rohoni mwako. Wacha kukuwa na hasira na wivu na chuki na Mwenyezi Mungu. Kama ukijua kwamba hapa Mungu ndiye amekuleta na umekuja kwa ajili ya Mungu, kwa sababu ya yeye, penda wenzako. Wewe ni mfano wa Mungu. Mungu amekuumba kwa sura yake. Vile unavyofanana hivyo, Mungu anafanana hivyo. Ikiwa sasa wewe una sura ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anasema mimi sina chuki na mtu wote na kitu chochote, wewe bado kuna chuki. Mbona usipone roho? Kristo amekuja kuponya. Ndio kupona leo. Ukiandikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele. Alisema isiwe kwamba ameandikwa na mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe. Akaja yule aliyeandikwa wewe na yeye, na kukuambia mpishe huyu, ndipo atakapoanza kuwa hai kushika mahali na Mungu. Tafadhali nyingo, tuache kulala. Hii ni mambo ambayo tunafanya sisi. Hizi vitu ambazo zimezungumziwa hapa, zimezungumzwa tu kwa ajili ya sisi na ziko ndani yetu. Hakuna ambayo hajafanya vitu kama hivi. Alafu tunakuja kukuwa na hasira na nyumba. Imeandikwa, ndio naenda kusini, umefurahia, umevaa vizuri, umetoka, unapiga pale, sababu imeandikwa na mwenye harusi. Haujui aliandikwa watu wangapi tena. Ndio watu wanaangalia. Wewe kesi kwa kiti cha nyuma. Tuache kupenda vitu vya mbele. Hii mambo ya kupenda vitu vya mbele imetuletea shida mpaka hapa kabisa. Imetuletea shida sana. Sababu tunataka watu mbele kila saa. Mbele. Na mwenye kazi yuko. Mwenye kazi huyo wa chini afanye kazi yake bila kumpenda. Akikwambia nenda mbele, nenda. Akikwambia rudi nyuma, wewe rudi. Sababu kazi si yako. Kazi ni ya mwenyewe. Akikwambia nenda mbele, nenda. Akikwambia rudi nyuma, rudi tu popote. Chukue mfano kwa viongozi wetu. Unapoambia nenda mahali fulani, yeye kwenda. Akiambiwa rudi mahali fulani, wewe rudi tu. Nyinyi mnalia ile mateso ile mbaya iwezi kwa sababu gani, lakini anaenda sababu anashika sheria. Haangalii mambo unasema haya, yeye anashika sheria. Nyinyi pia kwa hivyo. Wakati huu si wakati tena wa kwanza kuonyesha shetani nguvu zetu kwa kupigana naye hadharani. Wakati huu kuonyesha shetani nguvu yetu kwa matendo. Ikiwa wewe mwenye heshima na unafuata vile umefundishwa na unafanya vile unaambiwa, wewe unashika shetani. Sasa nakuja na mambo mengi, fanya hivi, lakini unamwambia hapana, mimi ninaambiwa fanya hivi. Kwa hiyo Yesu anasema usiketi kwa kiti cha mbele na kaa nyuma. Unapokaa nyuma kwa utaratibu, upole, yeye mwenye harusi atakuja kuchukua kutoka pale nyuma kupeleka mbele. Utapata utukufu, heshima kwako. Kuliko yule ambaye anajikimbia mbele, alafu anatoka mbele na kurudishwa nyuma mbele ya watu kama watu wameketi. Aibu sana. Kwa hivyo tufuate jinsi Mwenyezi Mungu anavyofundisha. Rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote ulioketi pamoja na
kwa maana kila akikwazaye atadhiliwa, naye ajiridhie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zote zako yenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo, bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wenye haki. Unapotenda au unapofanya jambo fulani hapo ulimwenguni, wacha kujisifu, tunaambiwa kwamba tenda wema nenda zako, tenda wema nenda zako. Atakayetaka kuharibu jina lako, wacha haribu, sababu ametumwa na kiongozi wake aje akuharibu jina. Kiongozi wake naye ni Shetani. Shetani ndiye hataki maono. Utasifiwa na wale wenye kupata sifa. Kwa hivyo tunaambiwa hapa lazima tujali wale ambao hawana uwezo. Amen.
mano kundalo moseko bet kodgi. Kawanane wadiale otimna ni soedana ninie mogik. Joanana motimonwe na wekodwa komti yagaga maseko timam. Ududana Maria mama ine miyo maja hoyo mama. Idaje tunye miyari koki para makare mondo winje punyana gomogolo nwa. Ogana moyoro dane oyode ave kwefki mirembe mwoke lweti kore lwete kawono ni eliswa. Ero kamano baba. Kaulezwa mogolo ni ojoma yo mwana nyasare. Amwana jekerobe josera se jodana jolevi jodre jotibe mono berele zoma kawono ni jotakatibo jomalaika. Ure uru kodwa Bikira Maria mama Sulemaru kinyi mama. Wanwa baba modo berkodo ni zoma kawono ni kakelwaro. Lemwa jomayo memwana nyasare.
od Nyasaye.
Domini misericordiam tua. Domini exaudi orationem mea. Domina nostra vobiscum. Sancti Pater omnipotens Aeternam Deus, et mitere dignam sanctum angelum tuam diceris, que custodiat, provegat, protegat, visitet, acquite velat, habitat uno, et Christum Dominum nostrum. We are
mercy I plead continually, who is so kind and forgiving, Lord, as thou art so rich in mercy to all who invoke thee. Turn thy ear, Lord, and listen to me in my helplessness and my need. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Gloria in excelsis Deo.
always precede and follow us, and make us continually intent upon good works through our Lord. Elium Dominum nostrum Jesus Christus filium tuum, ita conviviet Trinitate Spiritus Sanctus Deus, omnium saecula saeculorum. Oremus, grant unto thy people, we beseech thee, O Lord, to avoid every contamination of the devil, and with the pure to follow thee, the only God, through our Lord, Elium Dominum nostrum Jesus Christus filium tuum, da conviviet Trinitate Spiritus Sanctus Deus, omnium saecula saeculorum. May thy continual pity, O Lord, cleanse and defend thy church, and because without thee she cannot enjoy in safety, may she ever be governed by thy bounty through our Lord. Elium Dominum nostrum Jesus Christus filium tuum, ita conviviet Trinitate Spiritus Sanctus Deus, omnium saecula saeculorum. Lesson epistle. Waraka wa Paulo mtume wa Efeso. Ndugu zangu, naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa dunia unaitwa, uwajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utakatifu wake, kwa kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake utuwanani. Kristo akae moyoni mwenu, amani mkiwa katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi mlivyo na urefu na kimo na kujua upendo wake Kristo, mfahamu jinsi ulivyo, mpate kutimiliza kwa utimilifu wa Mungu. Basi tukuzwe awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote ambayo au tuyawayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Na tukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele.
Injili ya Mtakatifu Luka, endelea. Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo, siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia, na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safuna. Yesu akajibu akawaambia, wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani, asiyemwokoa mara hiyo siku ya Sabato? Na hawakuweza kujibu maneno haya. Akawaambia mfano wale walialikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealika mtu mwenye kustahili kuliko wewe, akaja yule aliyewaalika wewe na yeye, na kukuambia,
mpishe huyu, ndipo utakapoanza kukua haya. Ushikamani pa nyuma, bali ukialikwa nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika akwambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo, bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, kwa kuwa hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Na usikivi Kristo. Jumapili ya 16 baada ya Pentekoste. Waraka wa Paulo mtume kwa Efeso 3:13 hadi 21. Ndugu zangu, naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo
nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa dunia unaitwa. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utakatifu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na misingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaambayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Injili ya Mtakatifu Luka yaendelea 14:1 hadi 14. Siku ile Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safuna. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani asiyemwopoa mara hiyo siku ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Akawaambia mfano wale walioalikwa alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu arusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealika mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe, akaja yule aliyealikwa wewe na yeye, na kukuambia mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika akuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi. Ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wale ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu, waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki.
Keti chini. Kwa jina la Baba. Asante sana, tunarudishia Mwenyezi Mungu mshukuru kwa kuwa ametupea siku ya leo bure bila malipo yoyote ambaye tumempa, lakini kwa uwezo na upendo wake akatujalia tukafika siku ya leo. Basi tumejumuika pamoja hapa siku ya leo kwa kuwa tunataka kusikia mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na haya mafundisho yanataka yatuingie mioyoni na akili zetu. Basi watakao yashika tujitayarishe kwenda mbinguni, na watakao kosa kuyashika basi mfanye juhudi na bidii ili tuandamane pamoja tukielekea mbinguni. Mbingu inapokea wale ambao wanaosikia neno la Mwenyezi Mungu na kulitimiza, na sio wale ambao wanaosikiliza tu lakini hawalitimizi. Kwa hivyo Jumapili ya leo, ndugu zangu, ni lazima tufanye jinsi Mwenyezi Mungu wetu anavyotaka. Basi kama vile mmesomewa, nasema hivi ndugu zangu, naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo utukufu kwenu. Kwa hiyo namjilia Baba magoti ambaye kwa jina lake ubaba wake wa mbinguni na duniani unaitwa. Basi mwenzangu, Baba yetu aliye mbinguni anatuita sisi wote ili tuje tujumuike pamoja, tuandamane naye akituelekeza mbinguni. Tusikilize maneno yake. Hapa ni mahali pa utulivu, mahali pa kutengeneza roho zetu. Hii ndio maana tumekuja katika hii darasa, tujifundishe, tupate kushika yale ambayo tunaelezwa na Mwenyezi Mungu, tufuate njia ya kuelekea mbinguni. Lazima tujue ni nini kilichotuleta hapa kanisani. Awajalieni kwa ahadi ya utajiri wa utukufu wake, fanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Awajalie kwa wale ambao wanasikiliza neno la Mwenyezi Mungu, awajalie, awabebe kwa mikono yake mtakatifu akiwapeleka mbinguni, kwa kuwa tumekuja kwa ajili hiyo. Tumekuja kwa ajili ya kwenda mbinguni, wala sio kwa ajili ya chochote kisicho cha ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe umekuja hapa kwa kuadhibu wana wa Mwenyezi Mungu, basi tunakuomba
utusamehee kwa kuwa sisi tumekuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Shetani mwovu yeye hukuja akitaka kuondoa yale ambayo tumeshashika katika mioyoni mwetu. Mwovu yeye hukuja kuharibu mbegu za Mwenyezi Mungu. Nayo pia sasa inataka kujitahidi kuja kukutiani kwa kumgundua huyu shetani. Maanake utasikia mafundisho lakini kidogo utakuja kuyaacha. Mwenyezi Mungu anakuzungumza vizuri ili ushike, tuandamane pamoja na Kristo kwenda mbinguni. Kristo alikuja kutuita, kutuandaa ili tuende naye pamoja kwa Baba yake. Ni nini kitakacho tuzuia kwenda? Nini kitakacho kuzuia kwenda kwa Kristo? Sisi tunajidai ya kwamba tunaabudu Mwenyezi Mungu aliye hai. Basi haya ndio maneno ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Ikiwa kweli wewe unajua kwamba unaabudu Mwenyezi Mungu aliye hai, shika maneno yake, weka rohoni mwako, alafu ukae naye. Kwa kuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametupea ni mema. Ndugu zangu, imani mkiwa na shina ya msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kina na kuijua upendo wake Kristo, ukitaka kufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kumtimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Basi atukuzwe yeye awazaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoambiwa au tunayowazaa. Wewe ubarikiwe ambaye unayeshika neno la Mwenyezi Mungu na kufanya au kutaka kuitengeneza ile neno ambalo umefundishwa, uiweke kwa urefu, kwa upana, kwa kimo na kina. Uiweke kwa ajili ya wenzako na wewe pia moyoni mwako. Upanue sana pate kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu na upate kauli ya kwamba mbingu lazima tufike. Sio kukuja kuharibu wakati hauharibiwi kwa kanisa ya Mwenyezi Mungu. Kanisa ya Mwenyezi Mungu tuko na vita na mtu mmoja ambaye anakuja kutuharibu roho, naye anaitwa Shetani mwovu. Huyu mtu ni mbaya. Huyu mtu hufanya watu kukosana wale wapendanao. Huyu Shetani. Na lazima tutamjua kwa mafundisho yake, matakwa yake, na vile anavyopenda. Vitu vyenye anavyopenda Mungu hapendi, na Mungu pia yeye pia hapendi. Ikiwa unaona kuna mtu anazungumza ndani ya roho yako kwamba usiwe rafiki na mwenzio, jua wewe ni Shetani. Ikiwa mtu anakwambia kuwa adui na mwenzio, jua wewe ni Shetani. Sisi wote ni watoto wa mtu mmoja, tumeumbwa na Mungu mmoja, tukakombolewa na Kristo mmoja, na lazima tuwe kitu kimoja nasi pia, ili tuzuie Shetani na kazi yake yote. Asije akatuandame akatuchukua kupeleka motoni. Atukuzwe katika kanisa la katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Tukuzwe katika kanisa la Yesu Kristo. Zima tukiwa kwa Kristo, tutembee kama wa Kristo, tuwaze kama Kristo, tufanye kama Kristo, vitu vyetu vyote viwe kama Kristo. Ikiwa tunapinga ama kuwaza mengine tofauti na vile Kristo ametufundisha, basi wewe si Mkristo. Kristo tunafanya kama vile Kristo anavyotaka. Biblia ya Mtakatifu Luka yaendelea kutuambia kwamba siku ile Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ile chakula, walikuwa wakimuuliza
Wakimvizia, tunatazama mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama si? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akamwambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe yake au punda wake ametumbukia kisimani asiye mwokovu mara hiyo siku ya Sabato? Yesu anataka kuponya, lakini siku ya leo, siku ya Sabato, wagonjwa na tunataka kuponywa. Tumekimbilia kwa Yesu ili tukuje tupate kupona. Yesu amekubali tupone. Umetushika na imetuleta mbele. Fungua moyo wako. Kama wewe ni Mkristo, fungua moyo wako. Ndugu yako akikosea, na tumwambie ndugu, hapa naona kama hatuingiani, hatupelekani vizuri hapa. Mkae chini mzungumze, pate kupona nyoyo zenu, ili mkae mkitembea pamoja kwa Mwenyezi Mungu kwa utaratibu. Wewe umeshikia mwenzako na ujisi yako. Je, ukikufa leo kama bado uko na shaka na mwenzako, utaenda wapi? Tunaambiwa utaenda motoni. Hii maneno tunafundisha, inafundishwa kwa maredio, TV tunayaona kila mahali, mpaka kwa vitabu inaandikwa, mpaka kwa wimbo, lakini bado imetushinda kushika. Sinakusihi ndugu yangu, wewe mmoja tu, si upate kupona siku ya leo rohoni mwako. Wacha kukuwa na hasira na wivu na chuki na Mwenyezi Mungu. Kama ulivyokuwa hapa, Mungu ndiye amekuleta na umekuja kwa ajili ya Mungu, hapa kwa sababu ya yeye. Penda wenzako. Wewe ni mfano wa Mungu. Mungu amekuumba kwa sura yake. Vile unavyofanana hivyo, Mungu anafanana hivyo. Ikiwa sasa wewe una sura ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anasema mimi sina chuki na mtu wote na kitu chochote, wewe bado una chuki, mbona usipone roho? Kristo amekuja kuponya. Ndio kupona leo. Ukiandikwa na mtu harusini, usiketi katika kiti cha mbele. Alisema isiwe kwamba ameandikwa na mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe. Akaja yule aliyeandikwa wewe na yeye, na kukuambia mpishe huyu, ndipo atakapoanza kuwa hai kushika mahali adui. Tafadhali nyingo, tuache kulala. Hii ni mambo ambayo tunafanya sisi. Hizi vitu ambazo zimezungumziwa hapa, zimezungumzwa tu kwa ajili ya sisi na ziko ndani yetu. Hakuna ambayo baada ya kufanya vitu kama hivi, alafu nakuja kukuwa na hasira na yumba. Imeandikwa, ndio naenda kusini, umefurahia, umevaa vizuri, umetoka, unapiga bali, kwa sababu uliandikwa na mwenye harusi. Haujui aliandikwa watu wangapi tena, na watu wainangana. Wewe keti kwa kiti cha nyuma, tuache kupenda vitu za mbele. Hii mambo ya kupenda vitu za mbele imetuletea shida hapa kabisa. Imetuletea shida sana. Sababu tunataka watu mbele kila saa. Mbele. Na mwenye kazi yuko. Mwenye kazi huyo wa chini afanye kazi yake bila kumpenda. Akikwambia nenda mbele, nenda. Akikwambia rudi nyuma, wewe rudi. Sababu kazi si yako. Kazi ni ya mwenyewe. Kazi ni ya mwenyewe. Akikwambia nenda mbele, nenda. Akikwambia rudi nyuma, rudi tu popote. Chukua mfano kwa viongozi wetu.
Unapoambia enda mahali fulani, yeye kwenda. Akiambiwa kurudi mahali fulani, yeye kurudi. Nyinyi mnajua ile mateso ile mbaya au ile kwa sababu gani, lakini anaenda sababu anashika sheria. Haangalii mambo yenye unasema haya, yeye anashika sheria. Nyinyi pia kwa hivyo. Wakati huu si wakati tena wa kwanza kuonyesha shetani nguvu zetu kwa kupigana naye hadharani. Wakati huu ni kuonyesha shetani nguvu yetu kwa matendo. Matendo, ikiwa wewe mwenye heshima na unafuata vile umefundishwa na unafanya vile umeambiwa, wewe unashika shetani. Sasa nakuja na mambo mengi, fanya hivi, lakini unamwambia hapana, mimi nimeambiwa fanya hivi. Kwa hiyo Yesu anasema usiketi kwa kiti cha mbele na kaa nyuma. Unapokaa nyuma kwa utaratibu, upole, yeye mwenye harusi atakuja kuchukua kutoka pale nyuma kupeleka mbele. Utapata utukufu, heshima kwako. Kuliko yule ambaye anakimbilia mbele, alafu anatolewa mbele na kurudishwa nyuma mbele ya watu kama watu wameketi. Aibu sana. Kwa hivyo tufuate jinsi Mwenyezi Mungu anavyofundisha. Rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote ulioketi pamoja na. Kwa maana kila akiwazaye atadhiliwa, naye akidhilie atakwezwa. Akamwambia na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zote zako yenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu waite maskini, vilema, viwete, vipofu, utakuwa hili kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wenye haki. Unapotenda au unapofanya jambo fulani hapo ulimwenguni, wacha kujisifu, naambiwa kwamba tenda wema nenda zako. Tenda wema nenda zako. Atakayetaka kuharibu jina lako, wacha haribu, sababu ametumwa na kiongozi wake aje akuharibu jina. Kiongozi wake nani? Shetani. Shetani ndiye ataki mambo mema. Utasifiwa na wale wenye kupata sifa. Kwa hivyo tunaambiwa hapa lazima tujali wale ambao hawana uwezo.